ya Biblia yao waliita the scriptures, sehemu ya maandiko ambayo hiyo ilikuwa imechukua sehemu ya vitabu vya ushairi na sehemu nyingine ya vitabu vya kihistoria. Sehemu ya mwisho, naenda haraka tu kwa sababu ya muda, sehemu ya mwisho ya Biblia yao ya Waebrania waliita Nevim. Nevim ni jina lingine la prophets, kwa maana ya unabii, ambapo wao katika Biblia yao kulikuwa na unabii wa aina mbili. Moja waliita classical prophets, kwa maana ya unabii ambao ni wa makundi maalum. Ukisoma Biblia utakuta huu ndio unabii juu ya Tiro, huu ndio unabii juu ya Israeli, huu ndio unabii juu ya Edom na maeneo kadhaa. Huo waliuita classical prophets. Ni unabii ambao ulitengwa kwa ajili ya makundi maalum. Sehemu ya unabii wao wa pili ndiyo sehemu ambayo imeandika Yeremia sura ya 17 katika fungu tunaloenda kulisoma. Waliuita apocalyptic prophets, kwa maana ya unabii unaozungumza mambo yajayo. Tafsiri yake ni kwamba unazungumza katika wakati wa sasa, katika hali timilifu, lakini yanatokea wakati ujao. Ndivyo walivyoifahamu. Sasa basi, Yeremia wakati anaandika unabii huo wa hao waliojitenga na Bwana, somo letu leo linasema watakaojitenga na Bwana. Kwa hiyo kama unaandika leo, tunatazama makundi mawili. Kundi la kwanza la watu watakaomfuata Bwana, kundi la pili la watu watakaojitenga na Bwana. Kwa hiyo sehemu hiyo tunayoenda kuisema, tunatafuta hayo makundi mawili ya hao watakaojitenga na Bwana na hao watakaomkimbilia Bwana. Sehemu ya fungu la 13, E Bwana tumaini la Israeli, wote wakuachao watatahayarika. Kutahayarika ni kufanyaje? Kutahayarika ni kuwa na uso wa aibu. Kutahayarika ni kuwa na soni. Kutahayarika ni ile hali ya kuwa na hofu katika mtazamo wako. Ndivyo ilivyotumika katika Kiebrania. Sasa wote wakuachao watatahayarika. Kwa nini watahayarike? Kwa sababu wamemwacha Bwana aliye kisima cha maji yaliyo hai. Sasa mchungaji, umetueleza yote sawa, lakini tuambie huo unabii wa Yeremia